Haya, sehemu ya 23 tunasonga nayo kama kawaida. Haya, nazidi kusonga mbele tena kama kaida na picha nzuri tena bomba. Yapa tena sehemu ya 23 ya picha nzuri. Wanaita Rui tena katika sehemu nyingine. Basi ukisikia picha Rui ndio hii. Kwa 0742140135 unampata DJ Hero vizuri zaidi. Uzamini wake mkubwa Mpemba hadi wewe kutoka pande za kule Mbweni Kembeni. Anafanya kazi kubwa kabisa ya kuuza vifaa vya ujenzi aina zote. Ajipatie simenti, nondo, gypsum board na vingine vingi kwa ajili ya ujenzi wa nyumba yako kwa bei nafuu kabisa. Jenga nyumba yako na Mpemba hadi wewe. Hayo ndio songe mbele. Sehemu ya 23 turuke naye. Binti alikuwa anakunywa, ana njaa kinoma. Nifanikiwa niweza kuigiza vizuri leo jamani. Naomba nimejikaza kweli. Kama binti huyu alivyonifundisha, ticha, ulivyonifundisha nimekuwa hivyo hivyo. Nimejitahidi kuweka macho kikauzu kama unavyokuaga wewe. Nikimwangalia mtu paka anaogopa. Nilikuwa nimetulia. Mwekea ukauzu, si ndio? Binti anajitahidi. Umefanya kazi nzuri mama leo, umekuwa mtulivu kweli. Umeongea kijasiri. Umetoa kiwicha vizuri sana, hongera. Umetimiza kila kitu unachotaka. Uko poa kabisa safari hii, umetisha. Nashukuru sana, nashukuru nyote. Lakini tufanyaje pale baada? Nasikia mfalme bado ananipuuza mimi kuniona. Itakuwaje? Haiwezi kutokea. Leo mfalme akafanya kukupima tu. Alikuwa anataka akupime akujue wewe ni mtu wa namna gani. Kesho au kesho kutwa lazima mfalme akuone. Hii ni kawaida, mfalme wa hapa waga na balance pande mbili. Kweli? Asema ndio, mfalme wa hapa ana tabia mbili za kupima mtu na kwenda. Kwa ni mtu mzuri. Madam, nataka nijue sasa ilikuwaje ulivyoingia kule ndani. Alafu ikawaje alivyokuwa akikuongelesha na ilikuwa namna gani? Mimi nilipofika pale ngakuta ameniweka tu pale. Watu wanaongea yalimfuata Rui. Ningzo alimfuata Rui, ni shukrani kwa Rui kamfundisha vizuri. Binti ameweza kuwa kama anavyotaka. Basi alimchukua pembeni wazungumza. Kumbuka mambo kama haya yanahitaji watu fulani. Jioni alimfuata chumbani kwake. Ayeng ni wewe? Asema ndio. Mpaka sasa hivi hujapumzika. Mimi nikajua utakuwa umechoka sana labda. Kwa nikaona nje nikuone kidogo. Ria Prince Lia ameshalala. Na ni princess. Nimetokea katika mkono wako. Mbona mkono wako umechubuka? Asema wakati nimetoka hapa leo nilijifanya mtu wa mkokoteni ili nichunguzi wa waji wenzangu wako wapi. Kwa bahati mbaya kamba tu ikawa imenikamata mkononi sana. Wangu paki dawa. Haina haja, nkovu la kawaida sana hilo lapotea. Alimpaka paka dawa pale katika lile sugu. Hiyo ni sugu tu, usijali. Au uweze kuvumilia ukiona tena hivi. Au kwa jambo limenitokea unaogopa. Vipi kama ikitokea nimeumia nikafa huko? Itakuwaje? Ukitokea umeumia ukafa huko, nitaoa mwanamke mwingine. Na nitapata watoto wengi, nitazaa watoto wengi. Kaa kimya. Basi usinifanyie hivyo. Wala usitaki nafasi itokee. Kama utaki kusikia habari kama hizi, usije ukaumia mimi nikiwa sijui. Umenisikia? Ukienda pale uende na mimi.
Lakini sijamaanisha hivyo. Sasa mbona umeenda mbali kote huko? Ninajua. Najua wewe ni muuaji. Lakini ili ukamilishe kazi yako hujali maisha yako. Lakini maisha yako mimi nahitaji. Wewe kama unajali yako, kumbuka sasa hivi huko peke yako. Sasa hivi huko mwenyewe. Kama unalipa kisasa kisha unaangalia unakuwa salama. Hajalishi nikitokee. Wewe ni muuaji, hujali maisha yako, lakini kumbuka kuna mtu sasa hivi umeshachukua moyo wake. Lazima ujue kwamba wakati mwingine inabidi ukiwa unajilinda peke yako. Basi. Hacha kuongea hivyo sasa. Nitarudi nikiwa salama. Siku ingine nikiwa nagombana na wewe, unituliza hivi. Siku zijazo kama ukisubutu kuongea wanawake wengine kama alivyoongea hapa, na kama utapata nafasi ya kuongea tena. Ni vibaya, nimekosea mimi sasa. Kuna mengi zaidi ya kufanya. Ndio maana hata askari wako hawakuheshimu, maana hata una miiko weke mazingira ya kukuheshimu. Sio wapiga ngumi wote tunapokwenda tunaga miiko bwana. Lakini nina wewe sasa hivi, siko peke yangu, niko na wewe. Na wewe ndio udhaifu wangu sasa hivi. Umejifunza vingi kwa Nishan, Si Shang kufundisha nini? Sihitaji kujifunza chochote kwa Si Shang. Mimi mwenyewe naweza kujifunza mwenyewe. Wala sijali sana kuhusu mimi. Naweza nisifanikiwe leo au kesho, lakini natakuwa nigundue aliyemuua mama yangu wakina Lenglong yuko wapi. Niko nataka nijue. Kuna vingi vinatokea sasa hivi. Huenda leo mfalme akawaita, lakini nataka nijue au wauaji wako wapi. Na hisi Deng Hui atakuwa mhusika kutuma wale wauaji wakaja. Imechukua nafasi nyingi sana kuweza kuona wauaji kama wale wametoka kuja. Inaonekana hii amri ya kutoa mfalme, ila kuna mtu mmoja muhuni tu kwenye kikundi cha wauaji katoa amri hii. Basi ni vizuri. Mfalme wa Han huenda atamuita princess leo. Inabidi niweze kwenda na prince. Lakini kumbuka, ukiwa na shida yote check pepeo ni kuone kama una shida nje na kusaidia. Usijali kuhusu mengine yote. Ukiwa na shida unitumie kipepeo, atakuja kwangu. Nitajua ulipo. Afu angalia. Itakuwa ni vizuri kama tuongee kuhusu hili kabla ya vyote. Unataka kuongea na mimi kuhusu kazi yangu ya kuokoa mfalme wako? At least nitahakikishia usalama wa prince, hata kama utaniruhusu niingie, ila nitamlinda princess. Hamna shida. Sasa tuingie katika eneo la Commander Tong. Commander Tong anakuaga hapa na nyumbani kwake. Leo alikuja na hasira kweli kweli. Ametoa kuripoti kwa mfalme kuna wauaji wake walimuinda. Toa nguo. Ana hasira kweli. Nyewe tuondokeni. Hamna shida. Wakati watu wote walipokwisha kuweza kuondoka, ana chumba chake cha siri iko hapa. Hichi ni chumba chake cha siri. Asa humu ndani hichi chumba amebandika picha za Rui kila sehemu. Kumbuka amebandika picha za master yake nyingi sana humu ndani. Inaonekana aliingia kwenda kuzitoa leo. Haya. Hebu tuingie upande wa pili. Mfalme leo yuko hapa, alimuita mkuu wa wauaji. Huyu ni mkuu wa wauaji wote. Nimwagia uchafu machoni. Nipe maelezo. Nao natuma kwenda kumuua kamanda wangu. Mheshimiwa, uliniambia niwe kiongozi wa wauaji. Mheshimiwa, nimeshindwa kuwafunza adabu vijana wangu, lakini sikumtuma yote na kuwapia. Kama kamanda wangu ni askari wangu pia. Na kikundi cha wauaji kipo chini ya amri yangu mimi. Wewe ulikupani amri utoe amri ukamuue kamanda wangu? Kama usipojua ukweli aliyehusika kutuma hii amri nani, na kwamba utakufa wewe na watu wako wote, mtakufa. Ndio mkuu. Nyongeza. Chunguza ukweli kuhusu hii swala la watu wa Beipang. Nijue huu uwiano na ushirikiano umetoka wapi. Sawa mheshimiwa.
Hata kama Kamanda Tong ameshtushwa na hili jambo, lakini hajamwambia mtu yote, na hili jambo lisitembee popote pale. Akisha anapata jibu kabla halijafahamika. Ndio mkuu. Kwa mawazo yangu mheshimiwa, kama kuna mtu ana usubutu wa kushirikiana na watu wa Beipang, hamna ambaye ana usubutu wa kufanya kitu kama hicho mbele yako. Nenda kamuite mtu akaongea kuhusu swala la Prince Lee na wengine wengi. Akati unaongea pale, mfalme kuna mtu kumbe yuko pandani anafanya kazi kwenye kitengo cha kina Lin Menian. Alichukua taarifa ya mwanamke, akachukua ujumbe, kisha akautuma ndani ya hii sanduku la huyu ndege. Ujumbe ukamfikia mama huyu. Kumbuka huyu mwanamke ana cheo sawa na Rui, lakini huyu ni mtu kiongozi mkuu wa upande wa kulia. Rui alikuwa upande wa kushoto. Kwa upande wa kulia wa mfalme yupo huyu dada, afu upande wa kushoto alikuwaga Rui. Kwa hiyo huyu na Rui wanakaribiana kabisa kwa vyeo. Sasa hamna mtu wote ambaye kusanya vikosi kujua kilichotokea. Aliyetuma mambo kama yaweze kufanyika ni nani huyo? Maana kuna kundi la watu wengi namna hii. Kuna mtu alifanya ushirikiano mchafu hapa. Zuji na wengine wataweza kama mhusika. Yeye anahisi ni Deng Hui. Deng Hui itakuwa alihusika na hili swala. Watu wa Beipang wanahusikaje na uswala la Rui? Hapo bado sijaelewa. Inakuwaje wauaji tunashirikiana na watu kama wale? Kwa tunafanya nini? Mfalme akitulaumu kuhusu itakuwaje? Njia pekee ya kumfanya mfalme asiwe na mashaka na sisi ni kumuua Deng Hui. Tuwahi kumuua Deng Hui kabla yake. Kwa nenda kamuue Deng Hui kabla ya mwenyewe kutokea. Deng Hui itakuwa amefanya mchezo mchafu kama huu, nazalilisha kundi la wauaji. Hii itabidi tufanye kitu kabla mfalme hajajua kuhusu ile. Hata kama tukiasibiwa, adhabu itakuwa laini tukishamuua Deng Hui. Maana ameenda kinyume na amri za wauaji. Sawa mama? Sasa hebu tumuone Deng Hui ni nani. Wakati huo upande wa pili, Rui amechongesha maski, anataka kwenda kumuua Deng Hui ambaye amehusika na mambo mengi sana ya mauaji. Binti kumbuka anachunguza. Alihusika kumuua mama yake na vitu vingine vingi anachunguza. Alibadilisha sura pale pale. Mavazi mapya, akachange na sura. Sasa akavalia sura nyingine na sasa anatoka. Aliingia mtaani. Wakati huo kiongozi mkuu anapita pembeni. Rui huyu hapa kajibadilisha sura. Sasa kumbuka yeye anafahamu miiko ya hapa, anaijua. Anafahamu miiko ya hapa. Anafahamu miiko ya hapa inataka nini. Aliwafuata watu. Akaonesha hiyo beji. Kiongozi wa mfalme wa siri. Karibu. Nataka nibadilishe nguo. Nifanye uchunguzi. Kuona ile beji alimruhusu aweze kuingia, abadilisha mavazi. Kwa hiyo atavaa mavazi ya mauaji, wale Scarlet Guard, yani mauaji wa siri wa mfalme. Kufika hapa akapewa mavazi, anatoka. Kumbuka huyu ni Rui. Mheshimiwa, kereji hapa. Sasa anajifanya kama mjumbe wa mfalme. Alifika kaingia maktaba, akaanza kupekua baadhi ya vitabu. Taarifa zimefutwa. Taarifa zake zimefutwa, kasichana akaondoka na taarifa zake. Kisha akaondoka na taarifa inamuhusu yeye ambayo ilikuwa iko pale maktaba. Kisha aliondoka zake pale. Kwa mujibu wa taratibu, mfalme anakuita kumuona mfalme moja kwa moja. Hamna shida. Mfalme amekupa ruhusa ya kwenda kumuona kaka yako. Kwa sababu mfalme alikuwa bize jana na hakukuona, anaomba radhi kwa yote. Hivyo ili kuomba radhi hiyo, amekuruhusu kamuone kaka yako kwa mara nyingine. Ukaongea na kaka yako. Mna muda mrefu hamjaonana, lazima utakuwa na hamu ya kumuona kaka yako. Asa bila shaka. Basi takwenda na wewe nikupeleke hadi kule ukamuone kaka yako kwa niaba ya samahani ya mfalme kukuchelewesha jana. Kwa twende. Ama subiri kidogo.
Ni kakaangu sijamuona siku nyingi, inabidi badilishe mavazi yangu niende katika mavazi mazuri kumuona kakaangu. Hii ni tamaduni ya kwetu, ufalme wa huu. Naomba mkanibadilishe nguo. Nataka kubadilisha nguo nivae nguo za heshima. Nipelekeni ndani. Kwa itakuwaje sasa? Vipi kama mfalme asiponitambua? Asema Rui angekuwa yuko rahisi kuna naye, lakini Rui hayupo naye. Vipi itakuwaje kama akienda peke yake na kakake hajamuona siku nyingi? Atamkumbuka kweli kama ni ndugu wake? Plani za kivita, tunatumia plani za kivita zile zile. Cha muhimu ni kwamba asitambue kwamba hawamjui. Hata kama umekuwa kule kile kakako hajamuona siku nyingi sana. Mara chache sana unamuona, lakini kumbuka wewe ni kiongozi wa jumba la kifalme na yeye ni mtoto wa mfalme. Hata kama kaka yako hamjazoeana kiasi hicho kuonana mara kwa mara, na hakika atakukumbuka. Vipi kama asiponikumbuka kakaangu? Ni mara chache nimemuona kakaangu live, mara chache sana tumeonana na kakaangu nikiwa mdogo. Na siwezi kakaangu atakuwa nikumbuki, maana ufalme ni mkubwa. Ni mara chache namuona mara kwa mara, itakuwa nikumbuki sura yangu. Sikiliza, mfalme ni mtu mjanja. Hawezi kumsahau mdogo wake atakayemuona siku gani, hata kama alimuona mara moja. Hawezi kukusahau. Alafu ukifika usipaniki. Lakini pia vai pete. Akiona hii pete, anatambua ni pete ya kitengo cha kijasusi. Atakutambua kama wewe ndio princess kama kukumbuki vizuri. Na kama anakukumbuka, basi atakukumbuki. Mimi hapa kuna sindano inatoka hapa, itamtoboa. Akizimia useme kakaangu amechoka, ameshindwa kuniona. Hiyo mambo yasiharibike, umesikia? Inabidi ufanye hivyo. Maana huenda amekusahau, maana ni mara chache wao mnaonana sana. Kwa makini huko, hata kama akiwekea ulinzi kiasi gani. Vai hiyo pete, itasaidia kadhaa. Lakini bado nahofia sana eti. Hivi kama asiponikumbuka? Ukihofia ni bure hapa. Uoga hauleti kitu. Kumbuka uoga kuwa kama jana, lakini leo inaweza kawa mbaya zaidi. Inabidi uwe mtulivu zaidi ni leo. Maana ukifanya makosa itaonekana kwamba wewe sio ndugu yake, alafu itakuwa ni shida. Alafu kumbuka wewe wa kike, tunabalansisha nafasi. Umeelewa? Nimeelewa. Kuwa mtulivu sana. Sasa Deng Hui ndio huyu. Huyu Deng Hui alituma watu wakamuue Kamanda Tong. Anasema ni hatari, ametuma watu afu mpango umefeli. Mheshimiwa, una ripoti? Naitwa Zuji, kikundi chekundu cha embassy ya pili. Huyu ndio Deng Hui alituma watu wakamuue Kamanda Tong. Deng Yu. Asa mheshimiwa, nimesikia habari leo kiongozi kamuita mkuu. Amemfokea sana kuhusu tukio hili la uvamizi wa Kamanda Tong kuvamiwa. Ondokeni wengine baki naye huyu. Atakumbuka huyu ni Rui, huyu ni Rui, so huyu. Huyu kamanda kaona huyu ni mtego. Niambie ulichosikia kuhusu mfalme kuongea kuhusu mimi. Kaka, nimeona watu wakisema kwamba umetuma kikosi kwenda kuua Kamanda Tong. Kwa mfalme amekasirika sana jana. Akamwoi pale. Kwa kwa meza kameka pale chini. Nilijua kabisa kwa kitu kipo sawa kwako. Master hizi kuomba mtu kama wewe kuja kunifuata mimi. Nilijua lazima kwa kitu kipo sawa wewe. Wewe ni mtego tu. Hii ni eneo langu, huwezi kuniua rahisi. Sababu tuje. Kweli Mimi sindano pale. Alikula sindano. Hii sehemu ilikuwa yangu kabla yako wewe. Kwa mitego yote kwenye hichi chumba naijua. Wewe nani? Wewe ni Emissary Rensin. Umerudi mkubwa. Niambie faster. Imekuja ukashirikiana na watu wa Beipang kuua watu na kutaka kumuua Kamanda Tong. Na kwa nini usaliti amri ya uaji? Na kupokea rushwa na kuuza wenzio. Mimi sijui kuhusu kuuza wenzangu. Miaka yote mimi sijafanya yote haya. Piga sindano nyingine. Faster ongea. Unafahamu sinaga uvumilivu. Ongea faster. Nataka kufa au nini? Nasema nilituma watu wamuue Kamanda Tong. Kikweli mimi sijui kuhusu kuuza wenzangu. Mimi sijashirikiana na watu wa Beipang. Cha kwanza nilitumwa na prince wa kwanza kumuua Kamanda Tong. Sisi mtu kusema uongo mheshimiwa anaumia. Umesahau amri ya uaji. Haruhusi kushirikiana na watu wengine zaidi ya amri ya mfalme. Mfalme anatuona kama takataka tu sisi. Kwa nini situmikia watu wengine nipate faida? Mfalme ananiona kama takataka, tunaonekana kama mbwa tu mbele ya mfalme. Tunatumwa kazi hapo tunakufa kisemezeme tu. Hata mfalme hajali kitu kuhusu sisi. Mimi niko nitumikia mtu atakayenifaidisha. Ndio kupitia maumivu kama haya mheshimiwa. Nipe dawa.
就一点点，一点点。nipe dawa mheshimiwa, nipe dawa. Shika. Kamwai pale. Pigwa koromeo. Vunjwa koromeo. Sikutaka kukuumiza mwenyewe, uwezo wako mwenyewe umenishambulia. Niambie. Wanasaliti wenzako kule. Nani alituma watu wamsaliti wenzetu waweze kuuawa? Abada. Sio mimi. Binti alikuwa anafuatilia pia wenzake waliuawa mwanzoni kabisa bila makosa. Kuna mtu aliwauza wenzake wakauawa. Hao nafika mkuu amekufa. Kiongozi amekufa. Rui huyo anatoka. Wao kienda anatoka. Pana Jobati cha. Wanapiga msako juu na chini. Pale pale akabadilisha mavazi faster. Akakunja koti kama mtoto mdogo. Kakunja koti kama mtoto. Sasa anatoka kama mama anayebebeleza mtoto. Yule huku msako unapigwa. Hawa walinzi itakuwa Rui ipo kwenye shida nini? Itakuwa Rui ashakimbia na maana anamtafuta. Kausha. Tunani mbele. Hawa wanampeleka princess kwenda kumuona mfalme. Kwenda kumuona mfalme wao. Sasa wanafika hapa katika tempo la yoga. Katika hili tempo ndipo alipofungwa. Hapa ndipo alipofungwa mfalme wa taifa la Wu. Jamani, kama kawaida taratibu ni ule ule. Inabidi hapa aingie prince peke yake. Hawa libaki, ataenda prince mwenyewe kwenda kumuona kakake. Ni juu ya tempo kabisa wamemfunga kule mfalme. Hapo ndipo walipomfunga mfalme wa taifa la Wu. Sasa wana wasiwasi kuhusu huyu prince, lazima wafanye mtego. Wamesikia huyu prince kakake hamjui vizuri. Ni kweli, huyu ni princess kakake amfahamu sana. Hii jumba la mitego sana. Hao kipita mitego inatolewa kama hivi. Anakwenda kumuona kakake. Sasa kakake anajua ni wa kike, kwa hiyo inabidi weke mtego wa juu zaidi. Walifika mpaka hapa. Sasa hata ufalme wa uso wa zembe. Asa mfalme ameruhusiwa kumuona Prince Lia muone kakake siku ya leo. Kufungueni amuone kakake. Binti akaambiwa ingie kwenda kumuona kakake. Sasa kumbuka yeye ni wa kike afu wao hawajui. Hasa akamleta paka pale. Kaka shikamo. Kaka shikamo. Sajaba kuongezeka watatu. Nyama toka wapi? Sio tukujua wewe umetoka wapi kwanza. Mfalme alicheka sana. Ni watu wajinga kweli kweli. Hivi unafikiri kwamba mimi nitashindwa kumjua ndugu yangu? Mmeleta watu watatu wa kunichanganya. Lakini ni kweli amkumbuki vizuri. Ila shai kumuona mara moja, amemuona vizuri. Alimuona mara moja akiwa mdogo. Kwa hiyo hata akamkumbuka kidogo. Alipoona ipete, alipata uhakika. Anafahamu huyu ni wa kike lakini kajifanya wa kiume. Niliposikia wajumbe wamekuja nikajua kabisa lazima ni wewe mdogo wangu umekuja. Safari hii ilikuwa ni hatari sana mdogo wangu. Na wewe ndo ndugu yangu pekee ambaye nikikutegemea ungekuja kwa ajili yangu. Aying, wewe ni ndugu yangu wa kweli. Mheshimiwa, hawa wawili hawa wala usongee kitu. Najua ni triki zenu za kipuzi za kunitega. Ondoka naye. Sasa binti anafahamu kwamba ni wa kike, kwa akishatoka wanachokiongea wapasi kusikia. Aying, kamba subiri.
Maongezi yao sisikike, wakatoa ndege wanaolialia wakaeka pale. Hawa ndege wanatoa sauti kweli kweli. Hawa wadudu wanatoa sauti kweli. Akaweka hapa. Kwa wakiongea hawatosikika. Hawa kisikia wanasikia sauti ya wadudu tu wakilia. Safari nilikuwa nahofia kuhusu wewe kama utonitambua. Nilifikiri utonijua. Bahati mbaya nao hii pete. Hata bila hiyo pete nilikumbuka sura yako ukiwa mdogo, unacha kuona zaidi ya mara 3. Wewe ni mdogo wangu wa kike, nakukumbuka. Kaka, umeteseka sana kuishi hapa. Au sijali. Hao wanasikia lakini hawasikii kitu, nasikia ndege wanalia tu. Kwa wanashindwa kujua wanachokiongea ni kitu gani. Hapo wamewezwa. Umekuja kweli na gold 100,000 walizokuwa nataka. Msema kwetu tumekuja na gold 50,000 tu. Tuna gold 50,000 zingine tunatoa kwa maandishi. Tunahofia kwamba tukiwapa gold zote watatugeuka, kwa hiyo tumekuja na gold nusu tumeacha. Ile kitugeuka tu basi atuwapi gold zote. Ningzo naye yuko hapa pia. Ndio. Ningzo anatuongoza katika msafara wote. Kwa sababu anaogopa wasivunje ahadi zao. Kwa hiyo Ningzo kanipa hichi ni kifaa cha kuandika ujumbe. Ukituma ujumbe unatufikia kwa haraka kupitia hichi kifaa. Ndani kina wino wa maandishi. Ukiandika tu ukirusha inatufikia moja kwa moja mpaka eneo husika. Safi sana. Hatimaye nina hakika sasa kupata kuokolewa. Ulinifundisha usiku na mchana. Mke wangu anaendeleaje? Mke wako yuko salama? Na isitoshe mtoto wake anazidi kukua vizuri tumboni. Naenda kuwa baba. Safi. Safi sana. Kwa hiyo sasa bibi, kuhusu kiongozi wa mpito Danyang pia naye yuko busy siku hizi na masuala ya kifalme. Na pia kabla sijaondoka ameniambia sana nikwambie kwamba anatamani urudi kwa haraka uchukue nafasi yako. Una hakika Danyang kasema hivyo? Amesema hizo kauli kweli kati anaondoka? Anatamani nirudi? Mimi ni mfalme wa huu, namfahamu Danyang vizuri, namjua ndugu yangu. Usiwaze sana kaka kuhusu hilo. Danyang acha kunidanganya. Namjua Danyang. Anatamani kuchukua ufalme siku nyingi sana. Danyang na mimi tunafahamiana vizuri tangu tuko wadogo, tunagombania ufalme. Huwezi kuniambia kama anatamani mimi nirudi hapa, uongo. Hataki nirudi ili achukue. Itakuwa umetuma wawaji wengi sana wa kuzuia usije kuniokoa. Lazima unajua hicho kitu. Danyang ananichukia sana. Danyang anatamani kitu changu cha enzi. Anatamani kitu changu cha kifalme. Danyang, kaka kuwa mpole. Yaani umenishika hivyo? Naomba tuongee kuhusu masuala ya ufalme wa huu. Tukifika nyumbani tutaongea mengine. Kwa sasa hivi tuongee haya leo tuleta hapa. Yaani unanishika leo mimi hivi mfalme? Amekulipa nini Danyang? Amekulipa nini ukinipeleka? Amekwambia atakupa pesa? Sina thubutu ya kufanya kitu kama hicho. Licha ya vote kaka, sikiliza. Mambo yako kijinga yamepelekea askari wetu 1,000 wamekufa. Wamekufa askari wengi kwa sababu upuzi wako. Uliambiwa usipigane vita ukangangania. Tangu tumekutana mimi na wewe ni muda mrefu sana. Hebu usifikiria kujutia hata watu waliokufa kwa ajili yako katika vita hii. Kuna askari wa huo wamekufa, watu askari wengi wamekufa, wengine wameumia, wengine wamepoteza maisha kirahisi tu. Licha ya vyote, ukiachana na nguvu ya kugombania vita vya kifalme, kurudi nyumbani ndio jambo la muhimu kwako. Amini mdogo wako, ningependa kukuona mrudi nyumbani kwanza. Mbona unajali hivi vitu hata tumekufuata mpaka huko? Kuna ujali tumekufuata hata. Natamani kuna nyumbani ndio. Natamani sana nirudi nyumbani. Mheshimiwa, muda unaisha. Kwa fanyeni haraka. Subiri kidogo. Kaka,
Kwa jambo jingine naomba unisaidie. Unakumbuka wale walinzi walikuwa wanakulinda kina Chaiming, askari wa kitengo cha kijasusi? Walikuwa kukulinda. Baada ya wewe kukamatwa, wamepewa kesi ya kwamba walisaliti jeshi kwa kutoa siri nje. Kwa wale watu waliokuwa wakikulinda wamekufa, wameuawa kisingiziwa kwamba wao ni wauaji. Na nikasema hicho kitu. Wamesingiziwa kwamba eti wao walikusaliti wewe, wakakuuza kwa maadui. Basi inabidi usahihishe huu msemo, maana walikulinda mpaka dakika ya mwisho. Hebu sahihisha hizi kauli, watu wasijue kwamba wewe, wajue kwamba wale watu walikulinda vizuri mpaka dakika ya mwisho. Watu wengi wanawasingizia vibaya. Nitakwenda kuandika sasa hivi sheria kwamba hawakuhusika. Wacha niandike. Lakini ghafla kasita. Hapana, siwezi kuandika. Kwa nini? Mtaka mnitege? Hapana. Ningzo kaja hapa kwa ajili ya kusafisha majina ya wenzake. Kwa hiyo kumbe nikiandika hii kitu mtaniacha hapa, mtanitelekeza. Kwa Ningzo anataka uandike ili kusafisha majina ya wenzie. Ningzo lilimfunga gerezani kwa makosa ya ukiukaji wa amri za kifalme. Afa amekuja hapa ghafla. Huyo Ningzo simuamini kabisa. Lakini umeshindwa kuelewa. Rudi kamwambie Ningzo, sitafuta majina ya wenzake wala sitafutia makosa mpaka wanifikishe nyumbani. Wakinifikisha nyumbani ndio nitafutia makosa yao. Vinginevyo sitaandika, wataitwa wasaliti hivyo hivyo. Mbona nafanya hivyo wakati tumekuja mpaka hapa? Nimesema inabidi nifanye hivyo. Ningzo kaja hapa kwa ajili tu ya kufuta majina ya wenzie. Nikiandika hii amri kwamba wao hawajahusika, ataniacha hapa. Kwa nini kamwambia Ningzo sitampa maandishi yote mpaka anifikishe nyumbani ikiwa salama. Binti hakuamini zile kauli. Kaka mtu kawasaliti pale pale. Eti mpaka wamfikishe nyumbani ikiwa salama ndio atafuta majina ya wale ambao wamesingiziwa. Mheshimiwa, kumenaje mheshimiwa? Mfalme ipo salama na pia amefurahi kuona tumemfuata. Na amejua utiifu wenu, kafurahi sana. Mheshimiwa mfalme, kwa gharama maisha yangu nitakisha na kurudisha nyumbani. Na kwa pia mheshimiwa nitakurudisha nyumbani. Kamanda Du ni mtiifu sana kwa mfalme. Binti akamwambia mwinuka, achana na maswala. Kaka, mfalme mwenyewe sio mzuri. Mfalme sio mzuri kabisa. Tureni nyumbani. Binti ni kama amekasirika sana. Uso wake unaonekana hauko sawa. Ningzo alijua binti hana furaha. Tuondoke. Ningzo na mfalme walikuwa wapatani, kwa hiyo kuja kwake hapa mfalme amwamini kabisa. Mfalme amekusumbua? Nimempa nina ujumbe. Mbona uso wako umekuwa hivyo? Nini tena? Nini shida, uniambie. Mbona kama imetokea nini, kimetokea huko juu? Nilimwomba kakaangu aandike ujumbe wa kuwafutia makosa wale walinzi walikuwa wakimlinda waliosingiziwa kuwa ni wasaliti. Lakini amekataa. Amesema hakuamini wewe kama kweli umekuja kumuokoa. Amesema hata kama ni hivyo, ili aweze kufuta majina yao na kusafisha majina yao, lazima umpeleke nyumbani kwanza ndo afute majina yao. Nilijua tu. Huyu sio mrahisi kiasi hicho. Hata hajui kuongoza huyu. Pole sana Ningzo. Mimi sikutegemea kama kaka yangu atakuwa hivi. So atakuwa hivyo. Kaka yako yupogo hivyo hivyo siku zote. Ana kichwa kibovu sana. Mfalme wa ovyo mno. Kila siku anafikiria maisha ya watu tunaokufa kwa ajili yake ni akijinga. Anapotezea na kupuuza maisha ya watu wanaokufa kwa ajili yake. Si mtu anayejali kabisa hali ya askari wake wanaompigania. Inaonekana kama askari 1000 waliokufa kwa gaso kitu mbele yake. Ajijali mwenyewe tu. Binti alisikia aibu sana kwa jinsi kaka yake alivyo. Twende tuondoke.
Mheshimiwa, nafurahi tu kwamba haupo kaka kako jinsi alivyo. Natumai hautakuwa kama kaka yako siku zijazo. Anatumai kwamba hata kuwa kama kakake jinsi alivyo. Wao ni askari wanakufa kila siku, lakini kufa kwao mbele ya huyu mfalme ni bure tu. Yani haoni kama ni kitu cha maana kwao. Hii ni kitu ambayo inamfanya Kamanda Ningzo akasirishwe na mamlaka, hata akaamua kuacha kazi, kwa sababu mambo kama haya. Wanakufa kwa ajili ya kupigania nchi, alafu wanaopigania wenyewe hawajali kuhusu wao. Waliamua kuondoka zao waweze kwenda, maana wameshaona mambo yamekuwa sio kama walikuwa wakitegemea. Basi wanaondoka pale. Basi upande pia binti kafika kwenye kaburi la mama yake, kaja kufanya ibada kidogo. Kumbuka mama yake ambaye alikuwa mke wa mfalme hapa alimlea Rui tangu zamani. Kazimisha walinzi chap, binti akaja kusali katika kaburi la mama yake aliyemlea. Huyu ndo mama aliyemtunza tangu mdogo, alikuwa mke wa mfalme. Amekuja leo kutoa heshima katika kaburi la mama huyo. Anamkumbuka huyu mama vizuri, alikuwa mama mzuri sana. Huyu mama alikaa naye kama mwanae tangu akiwa mdogo. Anasema nafurahia maisha kwa sababu yako leo, na kila siku umekuwa ukiniambia niishi maisha ya kawaida. Mama anakwenda kutimiza yale ambayo ulinifunza, yale ambayo uliniagiza. Nimekumisi sana mama. Huyu ndo mama aliyemlea na kumtunza tangu zamani. Binti anayo heshima kubwa kwake. Mama huyu alizikwa nje ya ufalme kidogo, kutokana na kuwa na ugomvi na mfalme, kwa hiyo ikampelekea kuzikwa nje soko na makaburi ya kifalme. Wakati akiwa kaburini, basi Ningzo alikuja akamkuta binti yuko pale. Alifika alikuta Ningzo anamsubiri. Ningzo yuko pale. Umekujaje hapa? Muda mrefu kidogo. Umejuaje hii sehemu? Kwa kuna mtu angekuona ingekuaje? Ulikwenda kuangalia wauaji ukakwepa, baadaye ukafika hapa. Wewe nikajua basi kama mtu yuko hapa. Umejuaje mimi niko hapa? Nilifikiri kwamba ungeenda kumtembelea mama yako baada ya kumaliza kazi zako, kwa hiyo nikafikiri ukishatoka huko nikakusubiri tu hapa. Mama amezikwa mbali kidogo na makaburi mengine. Ni kwa sababu ya askari wachache wanalinda ile kaburi. Mfalme ni kama aliandika ushairi hapa na pale. Mama alikuwa na sifa kubwa sana. Si kwa nini wamemweka nje ile eneo namna hii. Alipaswa yeko sehemu yenye heshima, sio ya mbali. Watu wa jumba la kifalme wanazikwa kule pembeni, lakini sio kwa nini wameweka pembeni huyo. Lakini kila siku nafikiri mwana kama mama yako kabisa, ambaye unamfikiri atafurahi akiona kuna mtu ambaye anamkumbuka. Atafurahi akijua kwamba anamkumbuka na kuja kwa ajili yake. Ningzo, mbona kama una mawazo? Kuna shida? Asema na mawazo kidogo. Basi kama na mawazo ni sawa. Tuna nikutembeze kidogo, nikubadilisha mawazo. Hamna shida. Basi binti akamtoa, alijua Ningzo na mawazo. Kuwa na mpenzi ambaye anakuelewa fikra zako jambo zuri sana. Binti anaweza kutambua mpaka huyu jamaa akiwa na mawazo, binti wanajua. Raha sana kupata mwanamke ambaye ukiwa na jambo fulani katika moyo wako la kusumbua, anaweza kutambua kupitia kwa kuangalia usoni tu. Anajua huyu mtu ana tatizo. Binti alimtoa para pale, akamtembeza, akamtoa mawazo mawili matatu. Basi binti akamliwaza kwa vile vitatu. Unajisikiaje sasa hivi?
Asema najisikia vizuri. Nilizoea kuwa mwenyewe, lakini sasa hivi siko peke yangu. Leo nimejua kwamba kuwa na mtu pembeni yako kuna raha yake. Kuna wakati mgumu kama unapokuwa na mawazo. Alimtoa kando waweze kuzungumza. Sasa vipi? Unaweza kuniambia nini kinakusumbua? Binti akamwambia muelezee nini kinamsumbua sasa. Asema baada ya ulivyoondoka tu tulikwenda kumuona mfalme wetu katika temple la pagoda. Kufika pale mfalme akasema kwamba hawezi kusafisha majina ya wenzangu mpaka nitakapomfikisha katika ufalme akiwa salama. Kwa maana yake mfalme anatutishia. Nilifikiri muda mrefu sana kuhusu hili, lakini ghafla nilivyosikia kauli moyo wangu umeshtuka sana. Kwa nini atulazimishe mpaka tumpeleke salama ndo afute majina ya wenzetu? Kwani sasa hivi akiandika hiyo kuna shida gani? Yaani kufanya kazi katika waskari kama hizi mbele ya wafalme wajinga kama hawa kazi ngumu mno. Tunapokufa tunateketea, tunateseka, njia nzima tumeteseka, lakini kama kwao sio kitu. Hii ilikuwa ni sehemu ya 23. Tukutane sehemu ya 24. Bye bye.